Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yale yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Jina langu naitwa Victor Moshi. Maelfu ya wananchi wa Lebanon na wafuasi wa harakati ya Kiislamu ya Hezbollah walijitokeza kwa wingi kuadhimisha kumbukumbu ya viongozi wao waliouawa mashahidi katika harakati za kupinga uvamizi na ukandamizaji wa Israel na Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Tukio hilo kubwa lilifanyika Beirut, mji mkuu wa Lebanon, na kuvutia viongozi wa kisiasa, kidini na kijamii kutoka maeneo mbalimbali. Katika maadhimisho hayo, viongozi wa Hezbollah na washirika wao walisisitiza kuwa damu ya mashahidi haitapotea bure na kwamba upinzani dhidi ya mipango ya Marekani na Israel utaendelea kwa nguvu zote. Mashahidi waliokumbwa ni viongozi mashuhuri waliokuwa mstari wa mbele katika mapambano ya ukombozi, wakiwemo Said Hassan Nasrallah na Said Hashim Safi al-Din, waliokuwa gumzo kubwa ya harakati hiyo. Katika hotuba yake, katibu mkuu wa Houthi nchini Yemen, Abdul Malik al-Houthi, alisisitiza kuwa Marekani na Israel wanahangaika tu na silaha za mataifa ya Kiislamu huku wakipuuza silaha za mataifa magharibi. Alisema hatua hiyo ni ushahidi wa chuki na njama zinazolenga kudhoofisha nguvu za mataifa ya Kiislamu. Lakini vile vile viongozi wengine wa Iran na Lebanon pia walihudhuria na kutoa jumbe zao. Waziri wa ulinzi wa Iran kupitia msemaji wake alisema hakuna taifa lenye mamlaka ya kuingilia uwezo wa makombora ya Iran, akisisitiza kwamba nguvu za kijeshi za Iran na washirika wake ni nguzo muhimu ya kulinda ukanda huo dhidi ya uvamizi. Aidha, Ali Rarijan, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, alisema wazi kwamba Hezbollah ni harakati yenye nguvu kubwa kiasi kwamba haihitaji msaada wa silaha kutoka taifa lolote. Aliongeza kuwa juhudi za kujaribu kuidhoofisha Hezbollah kwa kutaka kuinyang'anya silaha ni sawa na kuinyima Lebanon uhuru wake. Lakini mashahidi waliokumbwa katika maadhimisho hayo walipewa heshima kubwa kwa mchango wao katika kulinda taifa la Lebanon na kupinga ukandamizaji wa Israel. Umma uliojitokeza ulipaza kauli mbiu za mshikamano, ukisisitiza kuwa damu ya mashahidi ndiyo mwanga wa mapambano ya ukombozi wa ardhi ya Palestina na heshima ya mataifa ya Kiislamu. Lakini maadhimisho haya yamefanyika katika kipindi cha mivutano mikubwa Mashariki ya Kati, huku Marekani pamoja na mataifa ya Ulaya yakiendelea kushinikiza vikwazo dhidi ya Iran pamoja na washirika wake, na Israel ikiendeleza mashambulizi kadhaa katika ukanda wa Gaza na maeneo mengine. Wachambuzi wa kisiasa wanasema tukio hili linaonyesha mshikamano wa harakati za Kiislamu na uthabiti wa Hezbollah kama nguzo muhimu ya kisiasa na kijeshi nchini Lebanon na katika ukanda mzima. Habari hii kuhusu maadhimisho ya kumbukumbu ya viongozi wa Hezbollah waliouawa mashahidi si tukio dogo, ni tukio linalobeba ujumbe mkubwa wa kisiasa, kijamii na kistratejia katika Mashariki ya Kati. Na kuna mambo kadhaa ambayo yameonekana kufuatia maadhimisho haya. Moja ni kuimarisha mshikamano wa ndani ya Lebanon, kwamba kumbukumbu hii imekuwa fursa ya Hezbollah kuonesha kuwa bado inaungwa mkono na maelfu ya wananchi wa Lebanon, licha ya kuwepo kwa shinikizo kubwa kutoka ndani ya serikali ya Lebanon kwamba wanatakiwa waweze kuachia silaha. Na rais wa Lebanon alishinikiza kwamba Hezbollah inatakiwa iweze kukabidhi silaha moja kwa moja kabla jeshi la Lebanon halijaingilia kati kwenda kufanya hivyo. Na viongozi kutoka Hezbollah walitishia kwamba endapo watafanya hivyo basi watasababisha damu kuweza kumwagika katika ardhi za nchi ya Lebanon. Lakini katika taifa ambalo linakumbwa na mgawanyiko wa kisiasa na kiuchumi kwa hivi sasa, maadhimisho haya ni ishara ya mshikamano wa kijamii kwamba harakati hii bado ni muhimili mkubwa wa taifa hilo. Lakini hapa kuna ujumbe kwa Marekani pamoja na Israel kupitia kauli za viongozi ambao wametumia fursa ya kuweza kutoa ujumbe kwa taifa la Marekani na taifa la Israel, akiwemo Abdul Malik al-Houthi, lakini viongozi kutoka Lebanon, lakini vile vile hata viongozi kutoka taifa la Iran, akiwemo katibu wa Baraza Kuu la Usalama nchini Iran, ambapo kauli za viongozi hao kama Abdul Malik al-Houthi na Al-Rarijan zilielekeza moja kwa moja kwa Marekani pamoja na Israel. Wameweka wazi kuwa silaha za Hezbollah na washirika wake hazitakubaliwa kuweza kuondolewa, na kwamba jaribio lolote la kuidhoofisha harakati hiyo
ni sawa na kujaribu kuinyang'anya Lebanon nguvu ya kujilinda. Na hii ni changamoto kwa mpango wa Marekani wa kuibana Hezbollah kupitia diplomasia, vikwazo na mashinikizo ya kimataifa. Kwamba licha ya pressure ambayo imependekezwa kwa taifa la Marekani pamoja na taifa la Israel kwamba Hezbollah haitakiwi kuweza kumiliki silaha katika ukanda wote. Na Hezbollah inaonekana ni tishio kubwa kwa taifa la Israel, lakini sio tu Israel, ni tishio kubwa katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati, hususan maasimu ambao huwa wanapambana na vikundi vya wanamgambo katika Mashariki ya Kati. Kwa hiyo bado wameonekana kuwa ni tishio kubwa. Lakini jambo lingine ambalo limeonekana hapa ni kwamba nguvu ya Hezbollah kama jeshi lisilo rasmi. Kauli ya Rarijan kuwa Hezbollah ni imara kiasi kwamba haihitaji msaada wa silaha kutoka kwa mtu yoyote ni ujumbe wa kujiamini. Kimsingi Hezbollah imegeuka kuwa jeshi lenye nguvu sana ambalo linakubalika na wananchi wake, huku ikibaki ni mwiba mkali kwa Israel. Na hii inamaanisha kwamba hata kama mataifa magharibi yatapanua vikwazo, harakati hii bado ina uwezo wa kusimama kwa nguvu zake. Shutuma ambazo taifa la Israel na Marekani wako nazo dhidi ya taifa la Iran, mojawapo ni kupeleka silaha nchini Lebanon. Kipindi hiko kabla ya utawala wa Assad haujaweza kudondoshwa pale Syria, walikuwa wanatumia barabara za siri moja kwa moja kutokea Iran kuingia Syria kupeleka Lebanon silaha kwa Hezbollah kule kusini mwa Beirut. Sasa baada ya shutuma nzito ambazo zilikuwa zikipelekea kwamba wamuinde Assad ili aweze kuondolewa madarakani, hatimaye baada ya kufanikiwa kumondoa Assad na kuingia Ahmed al-Sharaa ambaye anaonekana yupo karibu zaidi na taifa la Marekani. Hata kwenye mkutano juzi hapo wa UNGA alikwenda kule nchini Marekani ambapo alikuhutubia kutokana na takriban kipindi kirefu sana kuweza kupita cha rais kutoka nchini Syria kutoweza kuhutubia katika jukwaa la Umoja wa Mataifa. Lakini muktadha wa Mashariki ya Kati kwa sasa ni kwamba tukio hili limefanyika wakati ambapo Gaza inakumbwa na vita na Syria pia inaendelea kukabili mashambulizi ya Israel maeneo ya mipakani. Lakini pia kuna mvutano mkubwa kati ya Marekani na Iran kuhusu makombora na nyuklia. Kwa hiyo kumbukumbu hii ni zaidi ya tukio la kihistoria, ni jukwaa la kuonesha mshikamano wa kambi za upinzani dhidi ya Marekani na Israel, ambapo kuna Iran, kuna Yemen, Hezbollah na washirika wao. Lakini kumbukumbu ya mashahidi si tu ibada ya dini, bali ni chombo cha kisiasa kinachotumika kuhamasisha wafuasi kuendelea na mapambano. Kwa Hezbollah, damu ya viongozi waliouawa ndio msingi wa kuendeleza mapambano dhidi ya ukoloni na ukandamizaji, lakini hii inawaweka washirika wa Marekani katika eneo hili kwenye taharuki, kwani harakati hizi haziwezi kuzimwa kwa vikwazo pekee. Pressure ni kubwa sana ambayo inapelekwa hapa kutokana na ishu nzima ya Hezbollah sasa hivi kujiamini kwamba inaweza kuendeleza harakati zake katika Mashariki ya Kati, huku kukiwa kuna hofu kwamba wakati wote chochote kinaweza kutokea kwa taifa la Israel pamoja na Hezbollah kuweza kuanza kushambuliana. Sasa mtazamaji, kuna mengi ya kuweza kufahamu, lakini nikusii tu uweze kuwa nasi wakati wote hapa Zone Media kwa kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi.